tena leo Young Africans goli 2 Fountain Gate 0. Ndugu yangu umeumia, pole Mungu. Sana ndugu yangu. Kuna ile nyimbo inaitwa hili limeniumiza sana. Hili limeniumiza sana. Dakika zile 45 za kipindi cha kwanza nilitamani kwa upande wangu zingekuwa ni dakika 45 za kipindi cha pili. Aki ya mama. Wallahi tena kisama sema wallahi zingekuwa dakika zile zingeendea vile vile. Kaka hapa tulikuwa tunazungumza jambo lingine kabisa. Yaani hapa tulikuwa tunacheza na kugaragara kaka. Kwa bahati mbaya kuitetea Fountain Gate. Sawa kama unaambia umtetee Mwindi wa Simba. Aki ya mama tena. Kuitetea Fountain Gate. Sawa kumtetea Mwindi wa Simba. Kivipi hapo unamaanisha? Kwa sababu unajua walitupa moyo sisi wengine huko. Unajua Yanga akicheza, sawa? Yaani akicheza timu yote sisi tutakuwa kwenye ile timu. Kwa ile kipindi cha kwanza alitupa moyo kaka. Tulifurahi, tulicheka. Lakini kwa bahati mbaya sijui nisemaje. Ndio maana huja tena pale kuitetea Fountain Gate sawa na kumtetea Mwindi wa Simba. Sema ndio mpira, kila mtu ashinde mechi zake. Bwana, goli 2-0 kwa upande dhidi ya Young Africans. Umetazama mchezo, Pacome Pedro Zouzoua anaiandikia bao la kwanza kwa upande wa Young Africans. Mshambuliaji aliyekaa kwa muda mrefu Depu anakwenda tena kuwafuta machozi Young Africans kuwapa goli la pili. Umezishuhudia hizi ni dakika 90 za namna gani kwa upande wako? Nimezishuhudia dakika 90 za maigizo. Kwa sababu usitegemee mimi nitalizungumza hapa labda dakika 60 ambazo zitakuwa the best za maigizo. Ndio maana nimekwambia kipindi cha kwanza vijana wamekaza, kipindi cha pili ndio umeona hao waliokufa wamefufuka, wameenda kushinda. Sio, unaelewa? Lakini mchezo wa leo haukuwa na ladha ya aina yote. Ile Yanga ambao wanaisema wao, si Yanga msake tumsake, Yanga si ya nini? Hakuna lolote kaka. Ndio maana nakwambia mchezo wa leo ulikuwa mchezo wa maigizo. Si unaelewa? Maigizo yake ndio yale. Dakika 45 wametoka nyau, dakika zingine wameachiana, jambo limeenda. Kwa kila mtu ashinde mechi zake, lakini kitu ambacho mimi naweza nikakwambia ndugu waandishi wa habari, nimetumia neno la kiutuzima, ndugu waandishi wa habari, Simba bingwa. Simba Sports Club bingwa. Mtego ni mtego wa namna gani ambao upo kwa Young Africans? Wametegewa sehemu ambako kila mmoja ukimuuliza anakuambia bado kuna mtego. Hata mara ya kwanza wakati nimekuuliza uliniambia bado hapo hakuna mtego wetu wana Simba. Kuna kamchongo tunakasikilizia. Wamekimbia pale KMC, lakini waambie walipokimbilia huko sisi ndo tunapopataka. Kuna kamchongo tunakasikilizia, lakini walipokimbilia sisi huko ndo tunapopataka. Hapo unanielewa? Hiyo ni kodi sasa hapo. Nimeanza kuinyambua vizuri. Relax. Mechi zao za Dar es Salaam hapo umezikimbiza zote. Sio, unaelewa? Lakini waambieni walipokimbilia sisi tumo, ila raundi hii hatuwezi kukubali tukakosa msimu mitano kaka. Nitaweka sura yangu wapi ndugu yangu? Ifie kipindi hata sometimes unaongea, unajua unajipa moyo kwamba Mungu tusaidie na sisi huu msimu tuondoke nao. Kaka tuna Upwilu, kaka tuna Ugwadu na kaka kabati linahitaji kombe la NBC kaka. Simba Sports Club ina Upwilu, ina Ugwadu na hili kombe kaka. Miaka 4. Unajua ukizungumza miaka 4 sio midogo. Hapa anachukua wewe mtu mmoja tu. Kaka is paining, kizungu sema is paining. Inauma kaka, trust me. Ila kwa uwezo wa Mungu, hizi mechi zilizobakia kila mtu atashinda mechi zake, ila kwenye mechi zao lote enza likatokea. Kuna kamchongo kwenye hizo mechi. Kuna kale kamchongo. Yaani sasa hivi tufichane baba, huu ni ubwela continuous. Leo hii ukizungumza kitaalamu kabisa, bodi ya ligi imetoa leo ile katasi yao. Umeona wao kuna mshabiki wao wamefungiwa. Kwa sababu gani? Sababu zimetolewa. Vimiminika na kumwaga mchanini udongo kwenye nini? Kwenye ule uwanja ambao wamecheza juzi na Mashujaa. Umeona ubaya unapokuwa huo? Hata sisi tunakuja tunaficha hisia zetu. Yaani ubaya mimi nataka ubingwa kivi vyote, nje ndani na utaka ubingwa. Umemwona Pacome? Wewe mwache bwana ule mtu wenyewe mgonjwa ule, mtu anazunguka na kashfa kila kukicha. Kwa kazi gani? Ndio maana nakwambia mchezo wa maigizo. Taarifa zilikuwepo kama ataondoka baada ya kufunga. Yule anaondoka. Kaka wewe katika watu ambao hawanaga msalie mtume anaondoka. Yule sijui kama utamkuta Singida kule kwa ndugu zao. Nimekupa za ndani, nimelopoka Au aje Simba Sports. Hapana namba. Ndugu yangu ana namba pale. Sisi sasa hivi pale tuko full mkoko. Pale vitaongezwa tu vidambu. Si unanielewa? Kuna ule goalkeeper ule wa Vede ule. Kevede Mo ana kitu naye. Ana miaka 40 anaanza kuja kumalizia hapa Simba Sport Club. Tulia, relax kaa hivyo. Hujasikia hiyo? Tajiri namba 1 Mo. Yule goalkeeper yenyewe kwa tayari ashaanza kufiafia. Lakini kwa kiwango anachokionyesha
Mo anaweza akamweka pale akawa hata golikipa namba 2. Relax, tulia kaka, tulia. Nimekupa kodi za ndani, utake chukua, utake acha. Sisi hao Simba kaka, tunataka ubingwa without, na round hii lolote linaweza likatokea, na watu ambao watashushwa, watu ambao watakuwa sijui nisemaje, watu ambao watashushwa round hii kwenye kikosi kile, wale ambao kuongezewa. Tulia ndugu yangu, Simba inazidi kwa ya moto, na tukimaliza hapa tunachukua sisi milele na milele, mpaka nitaacha kusema milele na milele kaka, na ugwadu na upwilu. Nataka kombe la NBC. Simba yangu popote ulipo huko isikie hili neno. Bwana, nimzungumzie kijana mdogo, jezi nambari 65 imeandikwa Junior, akampoteza kabisa Mudathiri haya basi, lakini pia vile na Maxim pia Nzingeli. Bwana, kuna watu walikuwa wanalamba na viatu vibaya. Nimeshuhudia mtu akipigwa tobo mtu mzima. Unaona tobo tu kaka, unaona tobo tu kaka, yamefanyika mengi. Kijana kaonesha mpira mzuri, sema tu uweze kuizungumzia timu ambayo imefungwa, ndio ishafungwa, lakini kwa kiwango chochote yule kijana perfect kabisa. Sema sasa uweze kusikia mtu wote, yani wewe ndio mwandishi wa kwanza na hizi maiki kuuliza swali zuri kama hilo. Watu kweli wamelamba nyasi, watu kweli wamepigwa tobo, watu kweli wamesumbuliwa. Kijana ana kitu, si unanielewa? Kijana na zile klipu zake utazikuta popote kwa alivyowatesa wale viumbe. Sema tu bahati haikuwa ya kwao, wamepata hicho stahili. Mbio za ubingwa sasa wamerejea kileleni. Nimezungumza na wengi, wanachonambia wanasema ukimwona Simba Sports Club kakaa juu kwenye kilele, basi ujue dhahiri shahiri Young Africans bado hajacheza, wanatamba. Tunateseka na hiyo kauli kaka, hiyo viwansi hiyo inatutesa sana. Yani najua nitoe nini, lakini najua ukizungumza hivyo kibinadamu inatutesa. Sio elewa. Yani tunakaa ndani ya dakika kadhaa tunatoka. Ila ndio maana nikasemaje? Subiri mechi 3 zilizobakia. Subiri mechi 3 zilizobakia. Zilizobakia mwanangu. Vipi mbio za ubingwa kwa upande wa Simba sasa? Kaka zipo kaka. Mbona nataka nizungumze mara nyingi kaka, sisi ubingwa vyovyote, yani walipoenda sisi tumo. Walipoenda sisi tumo, na raundi hii sisi tutachukua ubingwa. Watake wasitake. Najua sometimes tukiongea hivi kwenye swala la ubingwa, watu wengi wanaisikia kama vile watu wa Simba kama vile hatuko sawa, ila mtatuelewa kwenye hizi mechi 3 zilizobakia. Hizi mechi 3 kuna namna ambavyo nakwambiaje, mtu yote shabiki yote wa Simba ambaye kweli shabiki wa Simba ndugu yangu, ukimuuliza Simba nakwambia bingwa. Jiulize kwa nini? Yaani kwa nini wewe ujiulize, ni watu wote, sio mimi tu. Watu wote kwa nini nasema Simba bingwa? Ashtuki. Tulia. Sikia mtu na mitego yake ameweka. Kwa hiyo sisi hapa ambao tumewekewa mtego wa Pamba kupanda ndege. Mimi hiyo topic ikinikaa mpaka leo inaniuma. Ya Pamba kupanda ndege? Lakini sisi wakachukua. Wamechukua nini? 2 pale. Ndio hilo sasa. Ndio kama sasa hivi vita yetu sisi kali. Yule Mbeya naye small hivyo. Yaani sisi mechi sisi tukicheza ni tough kaka. Wewe mwenyewe unadhani unaona. Yaani siwezi kuingiza nini waandishi, lakini wenyewe wanaona. Sisi tukicheza kweli mechi inakuwa kweli tough. Si unanielewa ndugu yangu? Tukicheza inakuwa mechi tough. Leo nadhani umeona kamkumbe anacheza aliweka luka juu danki magoli. Ila sisi Simba bingwa tutabaki pale. Zikiisha hizo 3 ndio unakuja kuniambia bwana ubingwa wenyewe sasa tafuteni sehemu nyingine. Nataka nimalize na hili hapa. Kati ya Mwanza na Zanzibar, wapi mtego ambako mmeuweka? Wewe unataka watu wastuke? Unataka watu wastuke? Huko Mwanza yenyewe ziko 2 sijui zimepelekwa huko. Mbona ziko 2? Sisi hii ambayo inatoa CRB, hii haina, sisi hatuna shaka nayo. Hii na Azam hatuna shaka nao. Kwa sababu najua kabisa hapa kuna kamchongo kanacheza, lakini tunamtaka kule CRB. Sio unaelewa? Hili za ligi. Kaka, mimi nataka nichukue kombe tena mbele yake kama nilivyochukua kule Azam. Sio unaelewa? Kama nilivyochukua kule wapi Zanzibar. Sio unaelewa? Na hii CRB kwa uwezo wa Mungu. Kaka, kabati langu mimi lina ukame. Kaka, sijanyoa makombe na muda mrefu. Sio unaelewa? CRB inapita nalo na ile NBC inapita nalo. Ni swala muda tu. Shukrani sana. Shukrani.